Mkutano wa kimataifa kuhusu akili mnemba barani Afrika kwa mara ya kwanza umefanyika jijini Kigali nchini Rwanda kwa siku mbili, tarehe 3 na tarehe 4 Aprili mwaka huu, ambao ni mwaliko pekee uliowakutanisha viongozi wa kimataifa, watunga sera, watendaji wa sekta, wawekezaji, wawakilishi wa mashirika ya kiraia na wajasiriamali ili kujadili nafasi ya Afrika katika uchumi wa kimataifa wa akili mnemba, yani AI. Teknolojia hii kwa sasa ni miongoni mwa teknolojia zinazokuwa kwa kasi zaidi duniani. Nimemwalika mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, Dr. Elisha Magulanga, ambaye ni mtaaluma wa uandishi wa habari na mbobevu kwa sasa katika utoaji wa elimu kuhusu teknolojia hii ya akili unde. Kwanza nataka kufahamu wameipokea vipi hatua hii ya mkutano. Mkutano huu ni chachu kubwa na ni hamasa kwa nchi za Afrika kuongeza ubunifu katika teknolojia hii ya akili mnemba ambayo inakuwa kwa kasi sana na uelekeo wa sayansi inaelekea huko. Ni matumaini yangu mkutano huo utakuwa umechochea watu wabunifu, utakuwa umechochea watafiti kutafuta namna ya kuwa na hizi programu za akili mnemba za kwetu wenyewe kwa kuangalia muktadha wa Kiafrika na mahitaji yetu kama Waafrika, na italeta uhuru wa kiuchumi kuliko kutegemea hizi programu za akili mnemba ambazo zinatengenezwa katika nchi za Magharibi na Uchina. Imeelezwa kwamba mkutano huu ni mara ya kwanza kufanyika katika bara la Afrika na hasa kujadili changamoto na faida za matumizi ya akili hii unde ama akili mnemba katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii barani humu. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vilizungumzwa ni kwamba pamoja na kujadili hayo, tunaweza tukawasahau watu wa vijijini na tukakumbuka tu watu wa mijini na wasomi. Hili tunakwenda kulifanya vipi hasa kuhakikisha kwamba na vijijini wanalipata vizuri na kulifanyia kila ambacho kinapaswa? Naweza kuzungumza katika muktadha wa sehemu mbili katika manufaa ya akili mnemba kwa watu wanaoishi pembezoni na vijijini. Faida yoyote ambayo inatokana na teknolojia ya akili mnemba ni lazima itawagusa. Mathalan, sasa hivi kuna teknolojia kubwa ya kilimo inatumia akili mnemba katika kuandaa mbegu, katika kutengeneza mbolea, katika kupima ardhi, katika kutafuta masoko ya mazao. Hivi vyote vinatumika. Kwa hiyo mimi naamini anaweza asihusike moja kwa moja, lakini kupitia wale wataalamu ambao wanafanya kazi za kila siku kule vijijini, mathalan ni madaktari ambao wanakuwa na weledi wa kutumia hii, wanaweza kuleta manufaa kwa watu wa vijijini. Mabwana shamba, hali kadhalika mabwana mifugo, walimu na watu wengine wanaweza kuwa chachu kubwa ya kusaidia hii teknolojia kuwanufaisha. Lakini muktadha wa pili ni namna gani hawa watu wanaweza kutumia, ili ndio swala ambalo linaweza likachelewa kuwafikia. Lakini katika teknolojia hizi ambazo zinaanza, teknolojia zinazoibukia kwa kawaida hazianzi na watu wote duniani kote. Rogers amewahi kuzungumza katika falsafa yake moja kuhusu diffusion of innovation theory, kwamba wale watu ambao ni wavumbuzi wako 2.5% duniani, lakini wale wanaoanza kuitumia kwa mara ya kwanza kama 34%. Kwa hiyo utaona jeshi kubwa linabaki nyuma na kuna wengine 16% hawatatumia kabisa. Kwa hiyo inatokea ni takwimu na utafiti ambao uliwahi kufanyika. Kwa hiyo kwa sababu hili swala limeanza kwa muda si mrefu sana, ninaamini kama serikali, waandishi wa habari watachukua hizi jitihada za kuipeleka hii elimu kule vijijini, ndani ya miaka kadhaa tutafika. Hatuwezi kuanza kwa pamoja, lakini naamini kuna siku tutafika kwa pamoja. Hili ni swala ambalo tunataka kuliwekea mkazo mkubwa, tukitumia mbinu mbalimbali kuhakikisha watu wa vijijini wanafikiwa na teknolojia hii na wanaweza kuitumia. Ni mbinu gani Dr. ambazo unazizungumza hapa? Kwa mfano, sasa hivi kila kata ina shule ya sekondari na kila kijiji kina shule ya msingi. Hata kama hatujaweka programu hizi za teknolojia ya mawasiliano ya habari kwenye mitaala yetu, bado tunaweza kufanya programu maalum. Tukachukua hawa walimu wa sekondari nchi nzima, tukawafundisha matumizi ya hizi, kisha tukawarudisha kule waanze kufundisha, hata kama ni programu ya muda mfupi, mathalan ni miezi 3 mpaka miezi 6. Hawa vijana wote walioko kule kwenye hizi kata wakipata hii elimu, watakapokuwa natoka na kwenda majumbani kwao, itaenea kwa haraka sana na watu watajifunza namna ya kutumia. Lakini programu hii iende sambamba na upatikanaji wa interneti ya kasi ambayo inaweza kufika kila sehemu, ili watu waweze kutumia teknolojia hii kupitia maeneo yao ambao wako katika maeneo ya vijijini. Pengine watu wanajiuliza kwamba ni kweli wanasikia tu akili unde, AI ama akili mnemba,
baadhi yao bado hawana ufahamu mzuri kuhusiana na hiki. Nini maana yake hasa kwa mtu wa kawaida tu ambaye hafahamu chochote kuhusiana na mambo ya computer science? Basi na shaka akili mnemba tunasema ni unakilishi wa kazi za binadamu kwa kutumia mashine ya teknolojia ya kompyuta. Kwa nadhani hili kongamano litatoa taswira ya nchi zote za kwenda kufikiria namna nzuri ya kubuni sera na sheria ambazo zitaongoza matumizi ya akili mnemba. Na kwa kuhitimisha tu, ninyi kama wataalamu mnakwenda kulichukua vipi kama ajenda yenu kubwa, hasa kwenye masuala ya tasnia ya habari? Mmejikita sana Dr. Pasina shaka wewe ni sehemu yako ya ubobezi, hasa kuwahimiza wanahabari kuwa na habari jengefu zile katika swala hili la AI. Kwa sasa tunafanya tafiti, na kama wewe ni mwandishi wa habari bila shaka umeona dodoso linapita karibu kila sehemu walipo waandishi. Ni rai yangu kwamba waandishi watoe ushirikiano kwa wingi kujaza dodoso hili ili tupate takwimu ambazo zitasaidia kuchochea hii teknolojia kwenye upande wa vyombo vya habari. Kumbuka tunaelekea kwenye uchaguzi. Teknolojia ya akili mnemba ikitumika vibaya inaweza kutumika kusambaza habari za uongo, inaweza kusambaza habari zisizo za ukweli na kusababisha taharuki kwenye jamii. Kwa hiyo kwa sasa kama hatua ya kwanza hatuwezi kuyatatua matatizo yanayotokana na AI pasipo kufanya tafiti. Na mkazo wetu mkubwa huku tukifanya tafiti tunafanya kufundisha zile hatua za awali katika matumizi ya uzalishaji wa maudhui, utengenezaji wa maudhui, katika kuhakiki maudhui na kuhariri maudhui. Hili ndio eneo ambalo tunalifanyia kazi sana kwa sasa kwa upande wa tasnia ya habari. Asante sana, nikushukuru Dr. kwa muda wako kuzungumza nasi hapa. Asante sana Jerome.